Na wahudumu wa matatu wamelalamikia kukandamizwa kimapato. Wanalaumu waajiri wao wamiliki wa matatu pakubwa kwa kutowahusisha katika mazungumzo na serikali wakati wa mazungumzo ya bei ya mafuta japo kwa kiwango kidogo. Sasa muungano wa chama cha wafanyakazi katika sekta hii umeapa kuagiza wafanyakazi hao kugoma iwapo waajiri wao hawatawajibika. Hilda Kiptoo anaarifu. Shughuli kote nchini katika sekta ya usafiri wa umma kwa sasa zinaonekana kuwa sawa. Hata hivyo, wanaohusika wanalia kukandamizwa. Nao waajiri wamekwama na sisi. They are saying we have to recover their money, to cover pesa yao, lakini kucover pesa yao inakuwa shida cause ya vile kuko saizi. Bei ya mafuta ikisalia kuwa ya juu, madereva na makondakta wameonyesha kusikitishwa kwao na hali hii, wakidai kuwa wanafinyika zaidi na bei hii ya mafuta. Napata hata gari zingine haziamki, gari zimelala kwa parking, kuna mavita za uko na deni ya mafuta umebakisha offload, nakosa hata na mwenye gari, unaona badala hivyo naacha tu gari na car parking. Matatu workers power. Kulingana na wafanyakazi hawa katika sekta hii ya uchukuzi, hawakuhusishwa kwa namna yoyote katika mazungumzo kati ya serikali na wamiliki wa matatu kuhusu bei ya mafuta. Wameamua kwamba wao pesa zao watazichukua. Kama gari ilikuwa inaweka shilingi 8,000, yeye ataitisha shilingi 8,000. Wamekataa kuteremka, lakini ni wao ambao walienda pale wakasema kwamba bei, wamekubaliana na serikali ya kwamba bei ipungue. Na sasa muungano wa wafanyakazi hao umeapa kuwashawishi wafanyakazi hao kutoingia kazini iwapo wamiliki wa matatu hawatajali maslahi yao kwa kuongeza mshahara. Vile wameapa kugeuza utaratibu wa kupata mshahara wao na kulazimika kujilipa kwanza. Sasa ni uchukue mshahara, uweke gari mafuta, alafu baadaye ile salia ambayo itabaki ndio mwenye gari afanye nini? Apewe. Hilda Kiptoo, NTV.